Kinywa chako ndicho ambacho kimebeba muujiza wako. Kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 21, maandiko yanasema uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi. Maana yake uzima au mauti viko kwenye uwezo wa ulimi. Kushinda au kushindwa ni kwenye uwezo wa ulimi. Kufanikiwa au kutokufanikiwa ni ulimi wako. Kutajirika au kuwa maskini ni ulimi wako. Kushinda au kushindwa ni ulimi wako. Kustawi au kutokustawi ni ulimi wako. Ndio maana maandiko yanasema uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi. Na kitabu cha Yakobo sura ya 3 mstari wa 10, maandiko yanasema kwa kinywa kile kile hutoka baraka na hutoka laana. Vile ambavyo unajitamkia kila siku kwenye maisha yako ndio italeta matokeo ya wewe uwe nani kwenye maisha yako. Unataka kushinda, kuwa mtu wa kujitamkia ushindi. Unataka kufanikiwa, kuwa mtu wa kujitamkia kufanikiwa. Unataka kuolewa, kuwa mtu wa kutamkia kuolewa, kujitamkia kuolewa. Unataka kuwa na watoto, kuwa mtu wa kutamkia kwamba tumbo langu litapata watoto. Usiwe mtu wa kujitamkia mabaya, usiwe mtu wa kujitamkia kushindwa. Ukijitamkia kushindwa utashindwa kweli. Ukijitamkia kutokufanikiwa utakuwa mtu ambaye hutafanikiwa katika maisha yako. Ukijitamkia kutokuolewa utakuwa mtu ambaye hutaolewa. Ukijitamkia kutokupata watoto utakuwa ni mtu ambaye kweli hautapata watoto. Kwa hiyo watu wengi hawajajua siri hii ya kwamba muujiza mkubwa uko kwenye maisha yako. Muujiza mkubwa uko kwenye kinywa chako. Amua leo kubadilisha kuongea kwako, kubadilisha kusema kwako, kubadilisha namna unavyojitamkia. Hata iweje, usikubali kujitamkia maneno mabaya, maneno yenye uharibifu. Jitamkie mema wakati wote na utaona maisha yako yakibadilika.